Jeshi la Sudani limechukua udhibiti kikamilifu wa ikulu ya rais mjini Khartoum siku ya Ijumaa. Televisheni ya Sudani na vyanzo vya kijeshi vinasema katika mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo uliodumu takriban miaka miwili unaotishia kusambaratisha nchi hiyo. Jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yaliyozunguka ikulu kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF. Duru zinasema video na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na BBC zinaonyesha wanajeshi wakishangilia kwa bunduki zao na kupiga magoti huku wakiomba. Nabil Abdallah ni msemaji wa jeshi, alisema kwenye TV ya serikali kwamba wanajeshi walidhibiti ikulu na majengo ya wizara katikati mwa Khartoum. Nukuu, "Vikosi vyetu viliharibu kabisa wapiganaji na vifaa vya adui na kukamata vifaa na silaha nyingi." Abdallah aliongeza kuwa kundi la wapiganaji wa RSF kwa haraka walichukua udhibiti wa ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudani katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kando ya mto Nile. RSF ambayo mapema mwaka huu iliwaza kuanzisha serikali sambamba na kushikilia udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Khartoum na miji jirani ya Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudani ambako inapigania kutoa ngome ya mwisho ya jeshi huko Darfur al-Fashir. Kuteka mji mkuu kunaweza kuhalalisha jeshi kuchukua kikamilifu Sudani ya Kati na kuimarisha mgawanyiko wa maeneo ya mashariki magharibi kati ya nchi hizo mbili. Pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu iliyobaki ya nchi na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani zinazoendelea. Vita hivyo vilizuka huku kukiwa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la Sudani na RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Mr. Abdis Jamvi Media Group.